Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Nina kushukuru wewe ambaye umekuwa mstari wa mbele kufuatilia mafundisho kupitia kwenye channel yetu ya Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako kufuatilia mafundisho haya. Siku ya leo nimekuja na jambo moja, somo moja, na somo hili linaitwa single mothers, ama wazazi wanaolea watoto wao kama wao. Na leo nataka nizungumze na upande wa kike, single mothers. Kwa nini nimekuja na hili somo siku ya leo? Nimefanya tafakari ya kina na ya kutosha sana na kugundua kwamba jambo hili linaelekea kuonekana kama ni jambo la kawaida sana kwenye maisha ya mwanadamu, lakini jambo hili ni mpango mwovu kabisa wa adui. Huu ni mpango wa kishetani na ni mpango wa shetani uliokamilika. Watu waishi kwenye zinaa ili wakose baraka, wakose neema, wakose utulivu katika maisha. Wanakosa neema, wanakosa baraka, wanakosa utulivu, lakini wanajiona wako sawasawa, kwa sababu shetani ametengeneza mpango ionekane kwamba ni sawasawa ama ni kawaida kuishi maisha hayo. Aliyakuwa mbele ya Mungu ni maisha ambayo hayampendezi Mungu na ni chukizo mbele ya Mungu. Hivyo kama wewe ni single mother, naomba unisikilize. Jambo la kwanza kabisa ambalo nataka niseme na wewe, kwanza nikupe pole. Mimi sijui umekumbana na nini mpaka ukafikia kwenye hiyo hali ya kuwa single mother. Lakini jambo la pili nataka nikuambie, haupo sehemu salama. Haijalishi unaowapenda wanakuambia nini. Sikiliza neno la Mungu ambalo haliwezi kupotea wala kubadilika. Neno la Mungu litasimama. Mambo mengine yote na wewe utapita, lakini neno la Mungu litasimama. Kwa hivyo kama utachukua wasaa huu kusikiliza mafundisho haya bila kujali hayakupendezi masikioni mwako kwa kiasi gani, lakini ukasema tu usikilize kwa maana ya kutaka kuelewa na kujifunza na kufuata kile Mungu anachokitaka, maisha yako yatakwenda kubadilika. Hautohangaishwa tena wala hautohangaika tena. Kwa hiyo wewe single mother, unielewe kwamba upo kwenye sehemu ya hatari. Unaishi maisha ya hatari. Maisha unayoishi ni maisha ya zinaa. Single mothers wengi wanaishi maisha ya zinaa. Kwa nini? Kwa sababu wana watu wengine ambao wanaishi nao. Na zinaa ni nini? Ni kulifanya hilo tendo la ndoa nje ya ndoa. Hiyo ndiyo zinaa. Kwa hiyo kujiona kwamba mimi na watoto wangu, unafurahia watoto, alafu unaishi na wanaume unaotaka wewe, kama ni mmoja, kama ni wawili, kama ni watatu, ama kwa idadi ambayo unaona inafaa, ukifikiri kwamba kumlea ule mtoto, kuishi na ule mtoto, kumhudumia ule mtoto ni kitu cha baraka. Ngoja nikwambie, hakuna baraka. Kuna matatizo, kuna matatizo, kuna matatizo. Kuishi na mtoto katika hali hiyo ya dhambi, maana yake kila unachomlisha ni cha dhambi. Maana utapewa hela na hao wanaume, utaenda kupika chakula, utamnunulia mtoto uniform, utamnunulia mtoto madaftari na mahitaji mengine mbalimbali kwa kutumia pesa ambayo ni ya zinaa. Maana yake wewe unaitengeneza zinaa, unaisambaza zinaa, unaizalisha zinaa, kizazi hata kizazi. Pesa yote ya haramu inapotumika kwenye haramu, maana yake wa kwanza mpaka wa mwisho wote wanatumia haramu. Kwa hiyo unawarithisha watoto wako haramu, unawarithisha watoto wako zinaa,
hali ya kuwa unaona kama ni hali ya kawaida. Nini huwa kinatokea? Kinachotokea ni kitu kidogo sana. Shetani ameamua kupumbaza wanadamu, alafu yale mambo ambayo ni mazito, ambayo kwa Mungu ni mazito, ni mambo mazito ambayo natakiwa umlilie Mungu kweli kweli aweze kukunasua, shetani ameyapaka rangi, alafu ameyafanya kuwa mepesi, na wanadamu wameingia kwenye huo mtego. Wanaona zinaa ni kitu cha kawaida. Inafikia hatua wanahalalisha kabisa na kuona kwamba haiwezekani mtu kuishi bila zinaa, kitu ambacho mbele ya Mungu ni chukizo. Maisha ya single mothers, kila inapoitwa leo, watu wanaona kwamba ni jambo la kawaida, lakini nataka nikwambie mpendwa, tena kwa masikitiko makubwa, single mothers, sitaki kuhukumu, ila nataka kusema kile Biblia imesema, ni njia ya jehanamu. Tuelewane vizuri kabisa. Tulia, nisikilize kwa makini. Single mothers ni njia ya kwenda jehanamu ya moto, ni njia kabisa. Kwa hiyo ukiona wewe unaishi huko, 99% ujue kabisa hiyo ni njia ya jehanamu. Kwa nini? Kwa sababu nimekuambia single mothers wengi wanafanya zinaa. Single mothers wachache sana ambao walikutwa na maswaibu hayo ya kuwa single mothers wakaamua kutulia wao kama wao bila kuwa na watu wengine. Kama upo single mother ambaye wewe hauna mwanaume mwingine yeyote, umeamua kuishi maisha ya single mother wewe kama wewe, unaendesha gurudumu lako la maisha wewe kama wewe, bila kufanya uzinzi, matendo ya zinaa ya aina yoyote, wewe Mungu akubariki sana, kwa sababu hauna hatia katika dhambi ya zinaa. Umeikataa zinaa, umekubali matokeo ambayo yamekusababisha wewe kwenye single mother, halafu unaendelea na maisha yako ya kawaida. Mungu akubariki sana, ingawaje una jambo la kurekebisha pia. Sasa single mothers, nyinyi mpo aina mbili tu. Aina ya kwanza ni wale ambao waliolewa wakaachika. Sasa sizungumzii sababu ya wewe kuachika, ninazungumzia matokeo ya wewe kuachika. Inawezekana sababu ina mashiko, inawezekana sababu haina mashiko. Iwe sababu yenye mashiko ama haina mashiko, ili mradi umekuwa single mother na unafanya zinaa, hiyo sababu yenye mashiko haikusaidii. Mfano, unaishi na mwanaume aliyekuwa anatishia kukuua, hapo hakuna ndoa bali kuna mauaji. Lazima utoke, lazima uende sehemu nyingine, lazima ujihami. Lakini kama alitishia kukuua alafu wewe ukawa na mahusiano na mtu mwingine, ninachokuambia ni hicho hicho, wewe unatengeneza njia ya kwenda kwenye jehanamu ya moto. Yako mambo mengi sana ambayo ni sababu halali, lakini sababu halali zile, kama ulifunga ndoa, haihalalishi wewe kwenda kufanya zinaa, kwa sababu ndoa yako imekufunga. Kiapo cha ndoa mwisho wake ni kifo. Kwa hiyo likitokea lolote, maana yake unachotakiwa kufanya ni kuishi wewe kama wewe, yaani uishi wewe kama wewe, usiwe na mahusiano na mtu mwingine. Unakuwa umejitenganisha na ndoa ambayo imehatarisha maisha yako, ama ndoa ambayo inakupelekea kukuangamiza katika jehanamu ya moto. Ziko ndoa za namna hiyo. Kwa mfano, umeolewa alafu mwanaume anakulazimisha kufanya tendo kinyume cha maumbile. Hapo ndugu yangu, ndoa hiyo inatakiwa kutenganishwa, kwa sababu kitendo hiko hakifai mbele ya Mungu na ni hatari kubwa. Kwa hiyo unapotenganishwa ndoa yako, hakunaga tena
mahusiano na mtu mwingine mpaka mmoja atakapokufa, kwa sababu ile ndoa haitenguliwi. Ndoa inaweza kubatilishwa tu. Hapa nazungumza na watu ambao single mother wametokana na ndoa, waliolewa, ndoa ikaleta maswaibu fulani, wakatoka kwenye ndoa. Hawa ndio nazungumza. Sasa kutoka kwako kwenye ndoa ukaenda kufanya mahusiano, ukaanzisha mahusiano na mtu mwingine, hiyo sasa ndio njia ambayo itakupeleka wewe motoni, na njia hiyo ndiyo Mungu hataki. Lakini jambo hili limekuwa likiwapendeza sana watu na wanajitapa, yani wanajitapa kabisa kabisa kwamba ni jambo halali. Mimi nakwambia sio halali mbele ya Mungu. Hata kama unachukia, sio halali mbele ya Mungu. Sasa kama sio halali mbele ya Mungu, ujue kabisa njia wanayotengeneza mwisho wake ni mbaya. Marko sura ya 10 aya ya 2 hadi ya 12. Fungua Biblia yako tusome. Hauna Biblia, chukua maandiko haya, ukitulia nenda kasome kwa habari za ndoa. Kwa habari za ndoa. Wewe kama ni single mother ambaye ni zao lilotoka kwenye ndoa, soma mahali hapo, patakusaidia. Na mwisho wa masomo haya nitakuambia nini cha kufanya. Tukisoma hii Marko sura ya 10 aya ya 2 hadi ya 12, inaeleza kwa habari za mambo ya ndoa. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamuuliza. Sikiliza, hawa Mafarisayo wanamwendea Yesu, wanamuuliza. Mafarisayo wanamuuliza Yesu. Walimuuliza nini hawa Mafarisayo? Sikiliza kwa makini sana. Yesu alikuwa anajibu vitu kwa maana ya kufundisha zaidi. Je, ni halali mtu kumwacha mkewe huku wakimjaribu? Yaani wanamuuliza Yesu kwamba ni halali mtu kumwacha mkewe. Kwa hiyo swali hili ukilitoa kwamba ni Mafarisayo, jiulize wewe sasa. Yaani kama unamuuliza Yesu, hivi ni halali mimi kumwacha mume wangu? Jiulize wewe hilo swali ambalo Mafarisayo walikuwa wanamuuliza Yesu, lakini walikuwa wanamuuliza ili kumjaribu. Lakini kitu ambacho ninakipenda sana kufuatilia neno la Mungu, Yesu mara zote alikuwa anafundisha. Mara zote alikuwa anafundisha. Sasa kufundishwa maana yake kuna jambo wewe linakutatiza ama haulijui ama unalifanya kimakosa, unapewa maelekezo ufanye jambo katika hali ya usahihi. Sasa tumsikilize Yesu alijibu nini. Naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Usomapo Biblia yako soma kwa vituo. Muombe Roho Mtakatifu akusaidie. Yesu alikuwa anaweza kulijibu hili swali moja kwa moja bila kuwauliza Musa aliwaambia nini. Lakini Yesu anaanza kwa kuwauliza. Jibu lake linauliza, Musa aliwaamuru nini? Kwa nini Yesu aliwauliza Musa aliwaamuru nini? Kwa sababu Yesu angejibu moja kwa moja, hawa watu wangemuuliza hili swali, mbona Musa alituambia 1 2 3 4 5? Kwa hiyo Yesu anapouliza kwamba Musa aliwaamuru nini, wao wakasema hapa ndipo pa kueleza mambo yetu. Wakasema Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Kwa hiyo waliuliza hili swali wakijua kabisa mpaka Yesu anakuja kuanza kufundisha mafundisho haya ya ukamilifu wa Torati, tayari walikuwa wanafuata Torati ambayo imeandikwa na Musa. Na katika Torati ya Musa ilikuwa ni halali kuoa mwanamke zaidi ya moja na vile vile kumwacha mwanamke. Unanielewa vizuri? Sasa na wewe usiwe kama hawa Mafarisayo. Uwe mtu ambaye unaelewa Yesu alikuwa anasema nini, anatufundisha nini, ili tuifuate njia iliyo halali. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii. Kwa hiyo wakati Yesu anawaambia hawa Mafarisayo na kuwajibu hawa Mafarisayo, na wewe pia ujiambie nafsini mwako ama useme moyoni mwako kwamba pengine yamkini hapa Yesu ananiambia na mimi pia, kwa sababu ya ugumu wa moyo wangu ninaamua kutafuta hati ya talaka.
kwa sababu ya ugumu wa moyo wangu ninaona kama talaka ni halali. Kumbuka hata enzi ya Torati watu walifanya hivyo kwa ugumu wa mioyo, lakini Yesu anawaonya kwamba sio sawasawa. Kwa hivyo na wewe pia ambaye ni zao, nazungumza habari ya single mothers, nyinyi ambao ni zao la kutoka kwenye ndoa, hiki kipengele nimekisoma makusudi, isiwe kwa ugumu wa mioyo yenu mnatoka kwenye hiyo ndoa. Kwa ugumu wa mioyo yenu mnaanzisha mahusiano ya watu wengine. Yesu anasema ni kwa ugumu wa mioyo aliyoandikia amri hii. Lakini sasa baada ya hayo Yesu anasema nini? Yesu anasema tena vizuri, anaelezea vizuri sasa maana anaelezea vizuri jibu ambalo linastahiki kwa wale Mafarisayo baada ya kutoa maelezo ya awali. Anasema, lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwaumba mwanaume na mwanamke. Sikiliza vizuri. Mwanzo anawaambia sasa, Musa ni kabla, Musa amekuja baada ya mwanzo. Yeye anasema tangu mwanzo kabla ya Musa Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe. Kwa hiyo hii ni kesi nyingine kabisa. Kwa hiyo huyu mwanaume anamwacha babaye na mama yake, anaambatana na mkewe. Nini maana ya kuambatana? Tayari hawa ni kitu kimoja, tayari hawa ni taasisi, tayari mke na mume wanakuwa ni taasisi iliyokamilika. Kwa hiyo taasisi ikishakamilika kuwa taasisi, haiwezi kuvunjwa. Taasisi ya ndoa, kama kuna shida ambazo ni kubwa, kuna kutenganisha ile ndoa, ile itenganishwe. Yani tunatenganisha kwamba namna ya kula, namna ya kulala, namna ya kuishi. Huyu anaweza kaishi nyumba hii, huyu akakaa nyumba nyingine, au mmoja akarudi kwao, mwingine akarudi akakaa sehemu yake. Kinachotenganishwa ni ule mkutaniko, lakini ile ndoa haitenganishwi. Ndoa haitenganishwi, ndicho nilichokuwa nakisema hapa. Anamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si mwili tena, bali mwili mmoja. Hawa wawili wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Katika nafsi imekuwa ni kitu kimoja, ambacho katika matendo ya Mungu anahesabu nyinyi ni kitu kimoja. Yaani maana yake nyinyi mna bondi ya Mungu. Bondi, Mungu ameweka bondi kwamba nyinyi imekuwa ni kitu kimoja mbele ya Mungu. Ingawaje wewe unaona kama una mwili wako, mwanamke na mwili wake, mwanaume na mwili wake, lakini mbele ya Mungu ameshaweka bondi. Hamwezi tena kutengana, na utengano wake ni kifo. Hapa sasa ndio kwenye shida. Kwa Yesu alipokuwa anasema msiwe na mioyo migumu kama wale ambao Musa aliwaandikia sheria, pamoja na wewe single mother ambaye umetoka huko, umetoka kwenye hiyo ndoa yako, labda kuna matatizo ambayo ni haki yako, lakini sio kutafuta mwanaume mwingine. Unaelewana vizuri? Sizungumzia habari za wanaume leo, ingawaje kwa kurahisishia tu usije ukajiuliza maswali mengi. Hata mwanaume naye si halali kutafuta mwanamke mwingine. Kama mmeamua kutengana, basi maana yake ni kwamba kila mmoja aishi kivyake. Yaani kwamba hakuna tena mwanaume kuwa na mwanamke wala mwanamke kuwa na mwanaume. Huo ndio msingi wa somo hili, lakini leo nazungumza kwa habari ya wanawake zaidi, kwa sababu single mother imeonekana kama ni fashion. Sio fashion, ni njia ya jehanamu. Lakini aya 9 anasema, basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Naelewa hapa, alichounganisha Mungu ni nini? Ni ndoa. Mmefunga ndoa, hiyo ndoa ndio imefungwa na Mungu, ndio kufuri ya Mungu. Sasa Mungu akishaunganisha, ni Mungu anataka kutenganisha Sasa Mungu anatenganishaje? Hakuna hapo kutenganishia Kwa hiyo ndio maana anasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye aliyekiunganisha. Kwa hiyo kama kuna lolote katika ndoa limesababisha nyinyi mkafarakana, wewe mwanamke utaishi peke yako, hakuna kuwa na mwanaume, na wewe mwanaume utaishi peke yako, hakuna kuwa na mwanamke. Mbele ya Mungu hilo jambo mtakuwa mpo sehemu salama sana. Ama la, mkubali baada ya muda, muongee, mzungumze, msameheane, mrudi. Msifanye tendo la zinaa. Tuko pamoja mpaka hapo? Single mothers ambao wanafikiri kwamba ndoa yao iliingia kwenye migogoro, wengine wanaenda mpaka mahakamani. Mahakama inaendeshwa na wanadamu. Kwa hiyo ndoa inayovunjwa mahakamani
haihalalishi wewe kuolewa tena, haihalalishi wewe kuoa tena, haihalalishi mbele ya Mungu. Wanahalalisha kibinadamu, na Mungu anakuambia vizuri kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kwa hiyo kimahakama na kisheria unaona ni sawasawa, lakini mbele ya Mungu hiyo ndoa bado ina exist, hiyo ndoa bado inaishi, hiyo ndoa bado ni halali, ni halali mbele ya Mungu. Ndiyo maana hauruhusiwi kufunga ndoa nyingine kama ndoa yako bado iko halali, hakuna aliyekufa, ama kama ndoa yako haijabatilishwa. Hii ni kesi nyingine, naomba tusizungumze hapa. Kubatilisha ndoa, lugha nyepesi tu nielewe, usije ukatoka na maswali mengi, ni ndoa ambayo haikufungwa kwa uhalali. Yaani nakwambia mmefunga ndoa sawa, lakini ndoa yenu mlitudanganya, kwa hiyo tunabatilisha. Hii haikuwa ndoa, hiyo tu ndio ambayo unaweza kuona watu walifunga ndoa alafu wakatenganishwa na kanisa, kila mmoja akaishia kivyake na akapewa ruhusa ya kuoa, kwa sababu kulikuwa kuna udanganyifu ndani yake. Kwa hapa nimetaka kuzungumza kwa habari ya single mother ambao hawa ni zao la kutoka kwenye ndoa. Sasa naomba nizungumze na wewe single mother ambaye wewe sio zao la kwenye ndoa, wewe ni zao la uasherati, na hili ndiyo wimbi kubwa sana la matatizo. Hilo ndio wimbi kubwa sana la matatizo. Single mothers ambao ni zao la uasherati. Nataka kusema kitu gani hapa kuhusiana na zao la uasherati? Wewe umetoka ukachukuana na mwenzio, mkaenda kuishi pamoja bila ndoa, mkawa na mahusiano yasiyo na ndoa, mkawa na uchumba sugu au uchumba wa milele. Maana uchumba mwingine unaelekea kwa uchumba wa milele, sasa uchumba sugu. Mna uchumba watu watoto 7, uchumba wewe si uchumba wa milele huo. Alafu katika mahusiano hayo mkaja mkaachana, ili wimbi limekuwa kubwa sana. Yaani nyie ni wale wale tunachokisema mnatembea njia kwenda jehanamu ya moto. Ninakwambia kwa upendo tu, ili uweze kurekebisha, ili uweze kuelewa changamoto yako iko wapi. Sawa sawa. Mwingine anakuambia mimi kuliko kuishi na mwanaume, bora nitafute mwanaume anizalishe tu, nikae na mtoto wangu, niishi maisha yaende. Unaona inafurahisha Na wewe mwenye mtoto sasa unaona inafurahisha Inafurahisha Umekaa umetulia kabisa chumbani kwako, nyumbani mwako, umezalishwa mtoto, umekaa peke yako, unaona ni sawa sawa. Unaona ni sawa sawa. Nikupe pole. Naomba nikupe pole kwa sababu unachokifanya, yani wewe uko kikaangoni. Lugha nyepesi kabisa, upo kikaangoni dadangu. Haijalishi utafurahia maneno haya, haijalishi yatakuchukiza, lakini ninakueleza ukweli ili wewe upate kupona. Hivyo tuvumiliane, upone. Hicho unachokifanya ni jehanamu ya moto unaoitafuta, hakuna kitu kingine. Kwa sababu ukifa leo inakuwaje? Kwa sababu njia yako ni ya zinaa, na zinaa ni kitu kibaya. Biblia inaeleza vizuri kuhusu zinaa. Ikimbie zinaa. Wewe unaikumbatia zinaa, unaitaka zinaa, unasema akuzalishe tu ukae naye. Kimisingi ipi? Kwa namna gani? Katika andiko lipi? Na unakwenda kanisani. Wengine mnakwenda mnajifanya kabisa kama vile yani hamna hatia yoyote. Unakwenda kwa Mungu ukiwa na shtaka la namna hiyo, utaki kuomba toba, utaki kupatana na Mungu. Yani wewe umehalalisha. Unaenda kanisani, unasali, unaabudu, unasifu, unaamini kabisa kwamba unachokifanya ni kitu sahihi, lakini mbele ya Mungu ni tatizo, na ni tatizo kubwa. Nyinyi nyote ambao mnaikumbatia zinaa kwa hizo single mother zenu, tena wengine wanajisifu kabisa kwamba mimi naweza, mimi ni jeshi bwana, jeshi langu peke yangu, naweza nikatembea peke yangu. Ninakuambia kabisa neno la Mungu linaishi, litaendelea kuishi, litaeleza ukweli kama ninavyokueleza ukweli. Si mimi ninayesema, bali neno la Mungu linasema kupitia mtumishi wake. Kwa hiyo kulisikiliza neno la Mungu itakusaidia wewe kupona na kwenda kumtafuta Mungu, kutafuta uso wa Mungu, kuitafuta rehema ya Mungu, na Mungu akusamehe makosa yako. Unakaa na watoto 2, 3, 4, 5, unaendekeza uasherati. Kwa nini usifunge ndoa? Utaki kufunga ndoa, unataka kuwa single mother makusudi kabisa. Basi kuanzia leo uelewe kwamba hiyo njia unayopita unajiweka hatarini kabisa kuelekea katika jehanamu ya moto.
upo hatarini kabisa. Ni wewe mwenyewe unajiweka hatarini, wala si mtu mwingine. Mimi simhukumu mtu yote, ninakueleza kwa sababu ndio njia ambayo unapita na ndio njia ambayo umeichagua. Haijalishi unaona nini, haijalishi unafurahia maisha, lakini ukweli ni kwamba mwisho wako utakuwa mchungu. Zinaa, kwa sababu unafanya zinaa, si unafanya tendo la ndoa, haujaolewa na unafurahia, unadai kwamba mimi nitazalishwa tu afu nitaishi na watoto wangu. Ukiyataka hayo, nenda katubu. Una mtoto wako, nenda katubu. Achana na wanaume, kaa tulia, usifanye zinaa. Mungu atakusamehe, atakurehemu na mambo mengine atakwenda sawa sawa. Lakini hiyo tabia unayofanya, hiyo tabia ya kubadilisha wanaume, hiyo tabia ya kuona unaye ongeza mimi ninayo permanent, umefungana ndoa. Haujafungana ndoa, hata kama ni wako miaka 20, ni zinaa hiyo. Mbele ya Mungu ni zinaa. Ukifa leo, akifa yeye, ndugu yangu, ni jehanamu ya moto, kadiri ya neno la Mungu linavyosema. Sio kusema mtumishi ana hukumu. Mimi si hukumu, mimi nakusomea andiko ili likuponye wewe. Kwa hiyo unaweza ukasema mimi ninayo kwangu permanent. Hakuna permanent. Permanent ni ndoa, ndio permanent. Ndio maana hata kama uliishi na mwanamke miaka 20, ukifunga ndoa anakwambia wewe ni mpya, sio yule unamjua wewe. Huyu ni mwingine kabisa, ndio umeanza yani umeanza sifuri. Hata kama mna watoto 9, ndoa inakwambia umeanza sifuri. Yani wewe ndio umeanza kumjua mwanamke sasa, kwa sababu ndio ndoa hiyo, si ndio? Hata na mwanamume hivyo hivyo, yani kote upande zote mbili, unapooa tu ndio umeanza sifuri. Yani umeanza mahusiano yenu yameanza sifuri. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo kujidanganya kwamba huyu ni wa kwangu permanent, ndugu yangu, unachokitafuta ni jehanamu ya moto. Na nyinyi pia niwasomee tu andiko. Chukua Biblia yako kama kawaida ninavyosema. Chukua Biblia, fungua kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 aya 13. Tutaanza na aya 13. Sikiliza neno la Mungu anasema nini. Paulo anawaambia ni Wakorintho. Anawaambia, vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula, lakini Mungu atavitowesha vyote viwili. Yani Mungu atatowesha tumbo lako, atatowesha na vyakula. Manake hivyo havina maana. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Tarudia hapa. Anasema hivi, lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Kwa hiyo mwili wako sio kwa ajili ya zinaa, ni kwa ajili ya Bwana, naye Bwana ni kwa ajili ya mwili wako. Unaanza kuona madeni hayo makubwa makubwa. Sasa Mungu amekuumba ili mwili wako utumie katika kazi zake za kujitwalia utukufu. Ndio maana tunajifunza, wewe Mkristo unajua kabisa umeumbwa ili umwabudu Mungu. Sasa kumwabudu Mungu kuna namna mbalimbali. Sasa wewe mwili wako ambao ni hekalu la Mungu mwenyewe, kadiri ya maandiko yanavyosema, mwili wako ni hekalu la Mungu. Mwili ni kwa Bwana na Bwana ni kwa mwili. Kwa hiyo Mungu anataka kuutumia mwili wako kwa ajili ya kazi takatifu. Alafu wewe umechukua mwili wako unaofanyia kazi ambazo ni za haramu, kwa sababu kuto kuhalalisha kitu ambacho Mungu analazimisha kwamba lazima kihalalishwe, wewe hujakihalalisha, maana yake unapingana na Mungu. Wewe ni muasi. Mungu anasema muishi katika ndoa, wewe hutaki kufunga ndoa, maana yake wewe unakinzana ama unabishana na neno la Mungu. Kwa hiyo kukinzana kwako na kubishana kwako na neno la Mungu, maana yake ni wewe unabishana na Mungu aliye hai. Mungu anataka kutumia mwili wako kwa kazi zake, wewe unautumia mwili wako unavyotaka wewe, wakati huo mwili si wa kwako, huo mwili ni wa Mungu mwenyewe. Ndio maana anaambiwa tumbo ni kwa vyakula, vyakula ni kwa tumbo, na Mungu ataondosha vyote, ataondosha chakula, ataondosha na tumbo lako, lakini mwili wako anataka autumie kwa sababu ni hekalu lake. Kwa unapoishi katika dhambi, maana yake unafanya Roho Mtakatifu ashindwe kufanya kazi ndani yako, unamzuia kwa makusudi. Na kumzuia Roho Mtakatifu kwa makusudi, maana yake wewe ni muasi. Mwisho wa uasi ni wapi? Jehanamu ya moto. Kwa sababu huitaki rehema ya Mungu. Umeng'ang'ana na huyo mwanaume wako miaka 20 amfungi ndoa. Sasa mnakaa miaka 20, mmekaa miaka 5, mmekaa miaka 7, mmekaa miaka 2 amfungi ndoa. Sasa kwa nini unaendelea kuishi? Mnapika, mnapakua, mnaishi tu, mnazaa na watoto, mnaishi tu. Kwa nini amfungi ndoa? Hiyo ni kazi ya shetani. Shetani amefanya ya mambo yaonekane kuwa ni mambo ya kawaida, aliyakuwa mbele ya uso wa Mungu ni machukizo, na sio machukizo tu, machukizo makubwa mbele ya uso wa Mungu. Wewe unang'ang'ania, unaona ni kawaida. Kwa hiyo umembeba shetani, umemwacha Mungu. Sasa ukimbeba shetani, umemwacha Mungu, maana yake umekubali njia ya jehanamu ya moto. Ni wewe ambaye umekubali. Badilika. Twende tukasome hiyo hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 6 aya ya 18 hadi ya 19. Paulo anawaambia Wakorintho, ikimbieni zinaa.
kila dhambi atendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Paulo anasisitiza, anasema huo mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu tuliyepewa na Mungu. Si ulibatizwa wewe ukampokea Roho Mtakatifu, si ndio? Sasa ni hekalu lake, sio mali yako, ni mali ya Roho Mtakatifu. Anasisitiza kwamba sio mali yako. Sasa nani aweza kuamua juu ya mali sio yake akaamua atakavyo? Unaweza ukachukua fedha zisizo zako ukajipangia matumizi unavyotaka mwenyewe. Huo ni uhalifu kama uhalifu mwingine. Kwa hivyo mwili wako sio wa kwako. Huo mwili ulionao sio wa kwako, umepewa kwa kazi maalumu. Roho Mtakatifu anataka autumie kwa kazi zake. Wewe kwa nini unatumia mwili kwa kazi zako za uasherati, za dhambi, za zinaa? Kwa nini unautumia hivyo? Kwa hiyo kuutumia mwili wa Mungu unavyotaka mwenyewe, maana yake wewe unapambana na Mungu, wewe unabishana na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ukipambana na Mungu ukashindwa kutafuta rehema ya Mungu, maana yake nini? Unatafuta jehanamu ya moto. Ndio maana tangu mwanzo nimesema single mothers mko hatarini sana kwenda motoni. Kwa nini? Kwa sababu mmehalalisha hicho kitu. Yaani siku hizi imekuwa ni halali, lakini na kusomea kwenye Biblia kwamba sio halali. Biblia haitambui kitu kinachoitwa single mothers kwa namna yoyote, haitambui. Biblia inatambua wajane, ndio inawatambua, sio single mother. Kwa hiyo mnavyoona dunia inaenda kasi, spidi ya jeti kabisa, na nyinyi mnakwenda kasi spidi hiyo ya jeti, achaneni na dunia. Aipendaye dunia anatafuta maangamizo. Dunia si kwa Mungu. Dunia ni kwa miungu. Roho ni kwa Mungu. Tunza mwili wako, uilee roho yako vizuri, ili Mungu apate kukutumia katika kazi zake vizuri. Kwa hiyo habari ya kujiona kwamba mnaweza peke yenu, mnaweza kufanya mnayotaka huku mnafanya zinaa, mimi nimesema vizuri, kama mmeamua kuyafanya hayo, mkae peke yenu. Yani mjutie dhambi, mwende mkatubu kwa hizo dhambi ambazo zimetendeka, alafu amua kuwa mimi single mother ambaye niko tu peke yangu na watoto wangu. Kuwa hivyo hivyo. Nilishapongeza tangu mwanzo. Wewe kama unaishi maisha hayo, hongera. Kwa sababu kwa Mungu atasema sawa, umeheshimu ndoa yako. Umeheshimu ndoa yako. Haujavunja ndoa kwa maana ya kumtafuta mwanaume mwingine. Umesema ilitokea matatizo na ni halali yako, labda vitokea vitu vizito ukatenganishwa ile ndoa bado ipo, mkatengana nyinyi watu. Mlipotengana ukaishi peke yako, hiyo ni sawa sawa. Lakini wewe, nazungumza na wewe ambaye umeutafuta single mother, hujaolewa, ukatafuta mwanaume, ukakaa naye, ukazaa naye, ukaacha naye. Wewe ndugu yangu, ndio naongea na wewe. Hicho unachokifanya kupitia somo hili uelewe kwamba ni hatari mbele ya nani? Ya Mungu. Luka sura ya 15 aya 7. Fungua Biblia yako, nenda kasome kitabu cha Luka sura ya 15 aya ya 7. Mungu anataka kusema nini? Maana nilikwambia nitapokuwa nayafundisha haya mwishoni, kuna jambo nitakueleza litakalokusaidia. Kwa hiyo tukisoma kwa habari ya Luka sura ya 15 aya 7, inasema hivi: nawaambia, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Lisikilize neno hili kwa makini sana. Yaani wewe ambaye umetenda dhambi na ukasema nataka kumrejea Mungu, nimekuwa single mother kwa namna ambayo mimi niliitengeneza. Yaani wewe ulitengeneza kwa sababu utafuta mwanaume, ukaishi naye kinyumba, ukapata na watoto, mkaachana. Ilikuwa ni dhambi juu ya dhambi. Unakwenda mbele ya Mungu kwa ajili ya kufanya toba. Mungu anasema, ninawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi, sio wenye dhambi, sikiliza vizuri, kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Kwa hiyo kama nimesema na single mothers wengi mmesikia somo hili, mmoja kati yenu akitubu, basi huko mbinguni kutakuwa na kelele za shangwe, kwa sababu
wamempata mmoja. Lakini anasema kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Ndio hao masingle mothers ambao wanasema tunaishi, tunaweza, tunajimudu. Nyie 99, maanake ni 99. Yaani mbinguni mnaonekana hamna faida yoyote, hata kama mnaosapotiana ni wengi. Neno la Mungu linasema vizuri, hata kama wanaosapoti ni wengi. Ndio maana tangu kuanza kufundisha mafundisho haya nimesema yanachoma, lakini ukweli unaponya. Ukweli mchungu unaponya. Ni heri mmoja akapona katika mafundisho haya kuliko hao wengi ambao wanasema tumezoea. Sawa, endelee kusema mwisho wa siku wakati utakapofika takumbuka tu haya, kama ile tajiri na Lazaro, kwamba neno la Mungu lilifundishwa, tulisikia, tukalikataa. Lakini heri wewe ambaye utanisikiliza ukasema, mtumishi, nina hamu, nina kiu ya kutubu. Nimesikia andiko, nimesikia mafundisho tokayo kwa Mungu, nataka nitubu. Ukianza hivyo tu tayari mbingu inaanza kushangilia, malaika wanaanza kushangilia, kwa sababu wanaona dalili ya kumvuna kiumbe mmoja. Kwa hiyo usikae kwenye kundi la watu majority, usitegemee watu, usiamue mustakabali wa maisha yako na watu wengi, kwa sababu wingi sio kitu cha kwenda mbinguni. Sio tu kwa sababu wanasema wengi ndio utaenda mbinguni, au sio kwa sababu wengi wamehalalisha basi ni halali. Mungu anasema vizuri, hata kama 99 wakisema halali, Mungu anasema hapana. Lakini mmoja peke yake akisema najutia kosa langu, ngoja nifanye toba, basi malaika mbinguni watafurahia. Na ndicho kitu ambacho ningependa sana ukishike. Sijafundisha ili nikulaumu, nimefundisha ili uelewe upo kwenye hatari ya namna gani. Na nimeona wanawake ndio wana tatizo kubwa hili, yaani wameona kwamba maisha yamekuwa halali katika njia hiyo. Sio halali, sio halali. Inawezekana uliingia kwa bahati mbaya huko, ukakutana na wanaume, ukazalishwa, ukawa single mama. Nenda katubu, endelea kumlea mtoto wako ukiwa kwenye toba, lakini usiendelee na zinaa. Hiyo ndio rai yangu, usiendelee na zinaa. Tubu, alafu ishi maisha yako, subiri utakapoolewa. Kama ukuolewa basi hakuna namna, lakini Mungu ndicho anachokitaka, na huo ndio ukweli wenyewe. Shalom, shalom. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho yetu. Endelea kushare mafundisho haya na wengine. Inawezekana unasikiliza una tatizo hilo, lakini ukagundua kwamba kuna watu ambao wanazo changamoto za namna hiyo. Share mafundisho haya, watumie linki wasikilize. Lakini kama una maswali, kuna kitu labda kimekutatiza, unahisi hujaelewa, namba za simu ziko hapo, tupigie, tutakuhudumia, tutakuelewesha kadiri Roho Mtakatifu atakavyotupa maarifa ya kukufundisha wewe ambaye unahitaji mwongozo wa kimungu zaidi. Usiache, usipuuze. Nyakati tulizonazo ni nyakati mbaya. Unasikia watumishi wa Mungu kila napoitwa leo wanakuambia Yesu yu njiani, Yesu yu njiani. Itakuwa kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, miaka 40 hakuna safina, hakuna safina. Anasema huyu Nuhu ajenga safina, hatuioni. Mvua iliponyesha walianza kutafutana. Sasa kama mjomba unaweza kuogelea kama kwa Nuhu, haya mimi siwezi kusema mambo mengi, lakini ukiona kabisa kuogelea uwezi, anza kutengeneza maisha yako mapema. Kaa na Mungu sawa sawa, fanya toba, usisikilize watu, sikiliza mafundisho. Ukiona mafundisho uyaelewi, tunakupa vifungu, kasome. Ndio maana halisi nakutajia hivi vifungu, tungeweza kufundisha tu tusiseme jambo lolote, lakini pengine ungejiuliza imeandikwa wapi, tunatumia sheria gani? Kwa nakupa vifungu katika Biblia yako, ukasome, ukatafakari, ili wewe mwenyewe upate kuelewa zaidi. Unaona, mimi nimesoma vifungu kama vitatu hapa, nafikiri vitatu, waandishi watatu nimesoma hapa, lakini nimefundisha kama dakika 40 na, si ndio? Wewe unaweza ukatafakari ukaona vitu vikubwa zaidi hata ambapo mimi nimekufundisha. Ndio maana nakupa andiko ukalisome. Usipuuze mtu wa Mungu. Injili, neno la Mungu linapokufikia, la kwako hilo, halijaja kwa bahati mbaya. Usipuuze ukaja kuharibikiwa, ukasema niliyasikia haya lakini sikutaka kuyafuata. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.